Jeshi la Mali limetangaza kuwaua wapiganaji 80 wanaodaiwa kuwa na uhusiano na mtandao wa Al-Qaeda kufuatia mashambulizi yaliyofanywa kwa wakati mmoja na kwa uratibu mkubwa dhidi ya vituo vya kijeshi katika maeneo ya kati na magharibi mwa nchi hiyo. Taarifa hii imetolewa kupitia matangazo maalum ya televisheni ya jeshi hilo, ikieleza kuwa mashambulizi hayo yalifanyika katika miji na vijiji 7 karibu na mpaka wa Senegal na Mauritania. Kundi la kijihadi la Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin JNIM limedai kuhusika na mashambulizi hayo, likieleza kuwa yalikuwa ni mashambulizi yaliyoratibiwa kwa ustadi wa hali ya juu na kudai kuchukua udhibiti wa kambi 3 za jeshi. Hatua hiyo imezusha taharuki kubwa katika maeneo ya Kayes na Dioila, ambapo mamlaka za kikanda zimelazimika kutangaza amri ya kutotoka nje kwa muda wa siku 30 usiku kuanzia siku ya Jumanne kama njia ya kuimarisha usalama wa wananchi. Mali, ambayo tangu mwaka 2020 inaongozwa na serikali ya kijeshi, imejikuta ikipambana na makundi yenye uhusiano wa Al-Qaeda na Islamic State kwa zaidi ya muongo mmoja sasa. Ukosefu wa uthabiti wa kisiasa na migogoro ya muda mrefu ya waasi wa Tuareg kaskazini mwa nchi hiyo vimeendelea kuchochea mazingira hatarishi. Mkuu wa kamandi ya Marekani ya Afrika AFRICOM Jenerali Michael Langley alieleza mwezi Mei kuwa eneo la Sahel limekuwa kitovu cha ugaidi duniani na kuongeza kuwa makundi haya ya kigaidi sasa yanatazama kufika pwani ya Afrika Magharibi ili kuongeza mapato yao kupitia biashara haramu ya binadamu na magendo ya silaha. Tisho hili linazidi kuibua wasiwasi wa kimataifa, huku hali ya usalama wa eneo la Sahel ikiendelea kuwa tete. Wataalamu wa usalama wa kimataifa wanatoa wito wa mshikamano wa kimataifa kusaidia juhudi za kikanda kukabiliana na mizizi ya ugaidi na kuimarisha uthabiti wa kisiasa ndani ya nchi kama Mali.